Wakati maonyesho ya kitaifa ya elimu ya ujuzi, ubunifu na teknolojia yakiendelea katika viwanja vya shule ya Usagara ndani ya jiji la Tanga, AyoTV imefanikiwa kuzungumza na Lusano Luvanda ambaye yeye ni mbunifu kutoka Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Lusano amebuni mtambo ambao unachakata nishati ya gesi ya kupikia kwa kutumia maji. Lusano amesema kuwa sababu kubwa iliyopelekea kubuni mfumo huo ni kujaribu kutafuta njia mbadala ya kutengeneza nishati ya umeme bila kutumia vyanzo vya mafuta kama ilivyo sasa. Kwa majina naitwa Lusano Amulike Luvanda na ni mbunifu kutoka Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya katika kituo cha ubunifu na uhaulishaji wa teknolojia, na pia nipo hapa Caustic kwa ajili ya kuleta mtambo wangu au mashine ya kuchakata nishati gesi ya kupikia aina ya hydrogen. Mashine hiyo inaitwa Atlas Hydrogen Reactor. Mashine yako itasaidia vipi kwenye swala zima la kutatua changamoto ya gesi kwenye maeneo yetu? Okay. Changamoto kubwa itakayoenda kutatua au kivipi itakwenda kutatua ni kwamba mashine hii inatumia vyanzo au viambata ambavyo vinapatikana hapa nchini. Hamna kitu kinachoagizwa kutoka nje. Kwa mfano, natumia maji na vichochezi vya chumvi. Kwa hiyo vyote vinapatikana hapa nchini. Maji yanapatikana nchini, but vichochezi vya chumvi tunavitengeneza wenyewe kutoka maji ya chumvi ya baharini. Kwa hiyo hamna kitu ambacho kinaagizwa kutoka nje ambacho kinaongeza zile cost za gesi kama inavyotumika kwenye hizo gesi za kawaida au mafuta. Kitu kikubwa kilichonipelekea kwenda kubuni mfumo huu hapa ilikuwa ni kujaribu kutafuta njia nyingine ya kutengeneza nishati ya umeme bila kutumia vyanzo vya mafuta au vipi. Kwa mfano, kitu cha kwanza ilikuwa ni generator. Tulitengeneza mfumo ambao unaweza kaendesha generator dogo bila kutumia petroli. Inatumia gesi ambayo inatengenezwa kwa umeme wa battery, then inatengeneza gesi, same gesi ambayo tunatengeneza saa hizi, ila yenyewe itumika kwa ajili ya kuendeshea mashine hizo generator ndogo. Ila kwa sasa tumeweza ku advance kwenda system kubwa zaidi ambazo zinatumika kwa ajili ya kupikia. Kitu cha kwanza cha muhimu kutaja ni kwamba maji tunayafahamu huwa yana gesi mbili zilizoungana zinatengeneza maji unayoyafahamu wewe. Kwa hiyo ni gesi ya hydrogen na oxygen. Sisi tunachokifanya ni kuvunja ule muungano au ile bond kati ya hizo gesi mbili na extract au kuvuna ile gesi ya hydrogen peke yake. Ile gesi ya hydrogen peke yake ina uwezo wa kuwaka, ni gesi ambayo inawaka moto. Hasa ni gesi ambayo ina kiwango cha nishati kikubwa kwa uzito au kwa ujazo ukilinganisha na nishati zingine zozote. Na pia ni gesi ambayo inapatikana kirahisi sana kwenye maji kwa sababu hata hivyo 70% ya dunia nzima ni maji. Ndio. Naona kabisa inaenda kukomboa kwa sababu sio tu kwa upande wa kwamba inapatikana kiurahisi kwamba haina bei kubwa au vipi, ni kwamba kwenye mazingira yenyewe tumezoea kutumia kuni au mafuta au nini. Zote hizo zinatengeneza gesi chafu kama carbon au sulfur dioxide au nitrogen dioxide ambazo huwa zinapelekea mabadiliko hasi ya tabia ya nchi. Ila nishati ya hydrogen ni kwamba kuanzia utengenezaji wake mpaka utumiaji wake, ikiungua inatengeneza maji tena. Yale maji yatatoka kama mvuke wa maji, yataenda kwenye hewa angani, yatabadilika kuwa mawingu, yatakuja kunyesha kama mvua, ambako ile mvua ni maji tena ambayo tutakuja kuyatumia kwa ajili ya kazi hiyo hapo tena.